Naibu Spika, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya ustawi wa jamii, naomba kusoma hotuba ya maoni ya kamati ya ustawi wa jamii kuhusu makadirio na mapato ya matumizi ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2025/26. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na utukufu kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana tena katika baraza hili la 10 kwa dhamira ya kuendelea kuwatumikia wananchi wa Zanzibar ambao ndio sababu ya sisi kusimama katika baraza hili. Nasi hatuna budi kurejesha imani kwao kwa kuwatumikia kwa dhati kwa moyo wetu wote kwa dhamira ya kutetea maslahi yao katika baraza hili tukufu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa namna ya kipekee nachukua fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa jitihada anazochukua katika kuendeleza sekta ya elimu nchini kwa kutoa kipaumbele katika sekta hiyo na kuimarisha miundombinu mbalimbali ya elimu ikiwemo kujenga majengo ya shule ya ghorofa, ujenzi wa madarasa, kuboresha maslahi ya walimu pamoja na kuboresha miundombinu ya kufundishia na kujifunzia. Pia niwapongeze wasaidizi wake Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais Othman Masudi Othman, Mheshimiwa Makamu wa Pili Hemedi Suleiman Abdullah kwa kumsaidia vyema Mheshimiwa Rais wetu katika kutekeleza majukumu yake ya kuiongoza nchi hii pamoja na jitihada anazochukua za kimapinduzi katika kuhakikisha analeta maendeleo na mabadiliko ya kasi katika sekta ya elimu. Aidha, napenda kukushukuru na kukupongeza wewe Mheshimiwa Naibu Spika kwa jitihada zako na namna unavyoliongoza baraza hili tukufu kwa ustadi na upeo mkubwa. Ni imani yangu kwamba utaendelea kutuongoza kwa uadilifu na ustadi wa hali ya juu kwa lengo la kuimarisha demokrasia katika chombo hichi muhimu cha kuwatumikia wananchi. Mheshimiwa Naibu Spika, pia naomba kuchukua fursa hii kumshukuru na kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, Katibu Mkuu, Manaibu Katibu Wakuu pamoja na watendaji wake wote wa Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa jitihada kubwa wanazozichukua katika kusimamia sekta ya elimu na kuhakikisha sekta hiyo inafikia lengo la mageuzi ya ubora wa elimu uliokusudiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa namna ya pekee napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru wajumbe wa kamati ya ustawi wa jamii kwa kazi kubwa na nzuri wanazozifanya wakati wote wa kazi za kamati, jambo ambalo limepelekea wepesi kwangu kuweza kuiongoza kamati hii inayosimamia wizara hii muhimu. Wajumbe wa kamati wameweza kujadili ipasavyo bajeti hii na kuhoji mambo mengi ya msingi kwa lengo la kuhakikisha fedha wanazoidhinisha katika baraza hili zinatumika vizuri kwa lengo la kuwaletea maendeleo wananchi wa Zanzibar. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa heshima ya kipekee naomba niwatambue wajumbe wa kamati ya ustawi wa jamii kama ifuatavyo: Mheshimiwa Sabiha Filfilithani, mwenyekiti; Mheshimiwa Salim Al-Jazira, makamu mwenyekiti; Mheshimiwa Chumkombo Hamisi, mjumbe; Mheshimiwa Bihindi Hamadi Hamisi, mjumbe; Mheshimiwa Haji Omar Kheri, mjumbe; Mheshimiwa Sulubu Kidongo Amuri, mjumbe; Mheshimiwa Salma Musa Bilali, mjumbe; Mheshimiwa Bahati Hamisi Kombo, mjumbe.
Aidha, kamati yetu inafanya kazi na makatibu wasaidizi ambao wamekuwa wakitusaidia sana katika kutekeleza majukumu yetu. Makatibu hao ni ndugu Talibu Wenzi Talibu, katibu, ndugu Bakari Makame Haji, katibu, na ndugu Salha Abdullah, katibu. Mheshimiwa Naibu Spika, moja kati ya jukumu la msingi la kamati yetu ni kupitia na kuchambua mapendekezo ya serikali kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara kila mwaka. Hivyo, katika kutekeleza jukumu hilo, kamati ilikaa na kujadili bajeti ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kwa mwaka wa fedha 2025/26 na hatimaye kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo. Sasa, kwa ruhusa yako, kwa niaba ya kamati, napenda kuwasilisha maoni ya kamati kuhusiana na bajeti hiyo. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati inaipongeza wizara na serikali kwa jumla kwa utekelezaji mzuri wa bajeti ya mwaka wa fedha 2024/25 katika sekta ya uimarishaji wa elimu nchini. Kamati ilieleza kuwa hadi kufikia mwezi wa Aprili 25, serikali iliweza kuipatia wizara 46% ya makadirio ya fedha zilizopangwa. Sambamba na ukusanyaji wa mapato kupatikana kwa 30% ya makadirio yaliyopangwa katika vyanzo vyake mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati imebaini kuwepo kwa changamoto mbalimbali katika utekelezaji huo, ikiwa ni pamoja na kutopatikana fedha kwa wakati, kusababisha kuchelewa kwa baadhi ya miradi kukamilika kwa wakati. Hivyo, kamati inaishauri serikali kuhakikisha kuwa wizara inapatiwa fedha kwa wakati ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi, hasa katika eneo la miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati imeridhika kuona kwamba serikali inaendelea kutoa kipaumbele zaidi katika sekta ya elimu nchini na kufanya maamuzi ya kuongeza bajeti ya sekta hiyo kila mwaka mpya ya fedha kulingana na mahitaji ya sekta ya elimu. Katika mwaka wa fedha 2025/26, makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ya wizara yameongezeka kutoka shilingi bilioni 830,955,700,000 kwa mwaka 2024/25 hadi kufikia shilingi bilioni 864,500,977,000. Aidha, kwa upande wa mapato, wizara imekadiriwa kuongeza makusanyo yake katika shilingi bilioni 1,140,700,000 ya mwaka wa fedha 2024/25 hadi kufikia bilioni 3,200,200,000 kwa mwaka wa fedha 2025/26. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati imebaini kuwa makadirio hayo ni makubwa mno na haendani na uhalisia pamoja na uzoefu wa makusanyo ya wizara ambayo vyanzo vyake vya mapato vya awali havikuongezeka ama ni vile vile. Hivyo, kamati imependekeza makadirio hayo ya mapato ya wizara kwa mwaka 2025/26 yabakie kama ya mwaka uliopita ili hali iendane na uhalisia. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati inaunga mkono vipaumbele vilivyozingatiwa katika utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2025/26. Sambamba na mwelekeo wa bajeti ambao mwaka huu wa fedha utazingatia zaidi uimarishaji wa miundombinu na ubora wa elimu, ambapo miongoni mwa vipaumbele hivyo ni
pamoja na uimarishaji wa miundombinu ya taasisi za wizara kwa kujenga jengo la wizara Unguja na kukamilisha la Pemba, kujenga ofisi ya baraza la mitihani na kituo cha kuchapisha mitihani, kujenga ofisi ya mamlaka ya mafunzo ya amali, taasisi ya ubaharia SUZA, dahalia ya wanawake na wanaume SUZA, utatuzi wa taasisi ya KISTI na kujenga maktaba kuu mpya ya kisasa. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali katika mwaka wa fedha 2025/26 imepanga kutekeleza jumla ya programu kuu 6 ambapo utekelezaji wake unasimamiwa na programu ndogo 9. Mheshimiwa Naibu Spika, programu kuu elimu ya maandalizi msingi PK 0101. Mheshimiwa Naibu Spika, programu hii katika mazingatio ya serikali kwa mwaka wa fedha 2025/26 imepata ongezeko la fedha katika makadirio ya matumizi iliyopangwa. Fedha hizo ni kutoka shilingi bilioni 236.2 hadi kufikia bilioni 250. Kamati inapongeza uamuzi huo wa serikali kwa vile elimu bora ya maandalizi itatolewa katika mazingira bora ya upatikanaji wa elimu inayostahiki, ndiyo inayomjenga mwanafunzi kuwa vizuri kupata mafanikio katika hatua ya elimu ya juu. Ongezeko hilo linatokana na uendelezaji wa miradi ya ujenzi ya skuli za ghorofa, ukarabati wa skuli mbalimbali Unguja na Pemba, ujenzi wa nyumba za walimu pamoja na kuimarisha miundombinu ya kujifunzia na kujifundishia. Programu kuu ya elimu ya sekondari PK 0102. Mheshimiwa Naibu Spika, programu hii katika mwaka wa fedha 2025/26 ilipangiwa kutumia shilingi bilioni 306,480,272,000. Makadirio ya fedha hizo yameongezeka ukilinganisha na mwaka wa fedha 2024/25 ambayo shilingi bilioni 242,537,541,000. Shughuli mbalimbali zimepangwa katika utekelezaji wa programu hii ikiwemo ujenzi wa karakana za ufundi katika skuli za sekondari, ujenzi wa dahalia, skuli za ghorofa, pamoja na kuzipatia skuli vifaa vya kufundishia na kujifunzia kwa ajili ya mafunzo ya amali na ufundi. Programu kuu ya elimu ya juu kifungu PK 0103. Mheshimiwa Naibu Spika, programu hii katika mwaka wa fedha 2025/26 imepangiwa Tanzania shilingi bilioni 155,117,238,000 katika utekelezaji wa huduma mbalimbali. Kamati imebaini kupungua kwa makadirio hayo sambamba na fedha za miradi ya maendeleo ukilinganisha na mwaka wa fedha 2024/25 ambapo makadirio ya programu kuu ya elimu ya juu yalikuwa ni bilioni 210,747,938,000. Hali hiyo imepelekea kupungua hata kwa mafungu mengine ya huduma mbalimbali ukiondoa fungu la huduma ya kutoa mikopo kwa wanafunzi kifungu HK 01030104 na kifungu HK
01030106 la kutoa huduma kwa IIT Madras katika fedha za miradi ya maendeleo. Hata hivyo, kamati imeshauri Wizara ya Fedha kuhakikisha kuwa fedha zinazopangwa katika huduma za chuo cha IIT Madras zinapatikana, kwa vile kwa mwaka wa fedha 2024-2025 makadirio ya fedha zilizopatikana kwa taasisi hiyo hadi kufikia Aprili yalikuwa ni 20% tu. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati inaipongeza serikali kupitia SUZA kwa kutenga fedha za kutekeleza miradi ya ujenzi wa chuo cha ubaharia, kujenga jengo la skuli ya kilimo na jengo la maabara ya sayansi ya kisasa, sambamba na jengo la ofisi ya SUZA, skuli ya elimu ya lugha za kigeni, nyumba za wafanyakazi pamoja na kiwanja cha michezo. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati inaishauri serikali kuzingatia bajeti katika huduma mbalimbali za programu kuu ya elimu ya juu ikiwemo taasisi ya KIST, kwa vile asilimia ya fedha ilizopatikana katika utekelezaji wa huduma hizo kwa mwaka wa fedha 2024-2025 ni ndogo mno, sambamba na kupungua kwa makadirio katika huduma hizo kwa mwaka wa fedha 2025. Hata hivyo, kamati inaishauri serikali kuhakikisha kuwa programu ndogo ya mafunzo ya ualimu inapangiwa fedha zinazostahili, kwa vile fedha zilizopatikana katika mwaka wa fedha 2024-2025 ni 4% tu. Programu kuu ya mbadala na mafunzo ya amali, kifungu PK 0104. Mheshimiwa Naibu Spika, lengo la programu hii ni pamoja na kuviendeleza vyuo vya mafunzo ya amali kwa kuvipatia vifaa vya kisasa, miundombinu bora, ili kutoa vijana wanaoweza kujiajiri kukubalika katika soko la ajira, hasa katika sekta ya utalii. Katika mwaka wa fedha 2025-26 programu hii imepangiwa shilingi bilioni 37,651,488,000, ambapo makadirio hayo yamepungua ukilinganisha na ya mwaka wa fedha 2024-25 ambayo yalikuwa ni Tanzania shilingi bilioni 41,208,1000. Aidha, fungu la programu ndogo ya elimu ya mafunzo ya amali fungu SK 010402 limepungua kutoka shilingi bilioni 37.5 hadi kufikia shilingi bilioni 33. Kamati ilipohoji imeeleza kuwa fungu hilo litaongezwa kupitia fedha za kodi ya kuendeleza ujuzi, yani SDL. Hivyo, kamati inashauri Wizara ya Fedha kuhakikisha kuwa ongezeko la fedha hizo linapatikana ili taasisi husika iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati inaipongeza wizara kwa kuona muhimu wa kuipitia upya mitaala ya elimu mbadala na kuhakikisha kuwa sekta hiyo inaimarika hasa katika soko la ajira. Programu kuu ubora wa elimu, kifungu PK 0105. Mheshimiwa Naibu Spika, lengo la programu hii ni kutoa elimu bora kwa ngazi zote za elimu Unguja na Pemba. Makadirio ya bajeti kwa programu kuu ya ubora wa elimu kwa mwaka wa fedha 2025-26 yameongezeka kutoka bilioni 48.5 kwa mwaka wa fedha 2024-2025
hadi shilingi bilioni 65.5. Malizia, umeshatumia muda wote na kupa muda wa kumalizia. Iweke kwenye Hansard. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ruhusa yako, kwa kujali muda, naomba ripoti hii kwa aliyobakia iingie katika Hansard. Asante. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ruhusa yako, naomba nami nichangie kidogo. Karibu, changia. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza kabisa naomba nimpongeze Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye anaendelea kusimamia au kutekeleza miradi mbalimbali hapa Zanzibar na wanafunzi wetu kujisomea, kiasi ambacho wanafunzi ilionekana kwamba kulikuwa wanakwenda katika mikondo miwili hadi mitatu, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu amempa ilhamu na upendo mkubwa. Leo wanafunzi skuli nyingi wanaingia mkondo mmoja. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, naomba pia nimpongeze Mheshimiwa Rais. Tumeona maskuli ambayo ameyajenga kupitia wilaya zote za Unguja na Pemba, lakini kuna maskuli pia katika mikoa yetu ambayo watoto wetu wanapata elimu kupitia maskuli haya. Mheshimiwa Naibu Spika, hali kadhalika kuna uandikishaji au uhamasishaji wa uandikishaji wa watoto wetu wa maandalizi na msingi. Naomba kwa dhati kabisa nichukue fursa hii nimpongeze kiongozi wa Maisha Bora Foundation ambaye ni mama yetu Mama Mariam Mwinyi kwa kuiongoza taasisi hii na kushirikiana na Mheshimiwa Waziri wa Elimu na watendaji wake kuhamasisha watoto wetu kuandikishwa katika maskuli mbalimbali ambao yamejengwa kwa ajili ya kupata huduma watoto wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, najua kwamba baba ni mtafutaji, lakini mama ndo anaokaa ndani na kutekeleza yale ambayo baba ameyatafuta katika maeneo mbalimbali. Mnasaba wa hili nampongeza sana Mama Mariam Mwinyi. Anaendelea kumlea Dr. Hussein Ali Mwinyi na kuwa na utulivu wa kufanya kazi zake za kila siku, na tumeyaona yale ambayo anayafanya. Hii yote ni kutokana na utulivu ambayo analelewa na mama yetu Mariam. Mheshimiwa Naibu Spika, baada hayo sasa naomba niende katika shabaha za utekelezaji. Mheshimiwa Naibu Spika, katika ripoti ambayo au budget report aliyoisoma Mheshimiwa Waziri, kuna vyuo vyetu ambavyo watoto wetu wanapata elimu hasa katika elimu za juu. Mheshimiwa Naibu Spika, kuna CCK upande wa Pemba, lakini kuna CCK upande wa Unguja. Mheshimiwa Naibu Spika, namuomba sana Mheshimiwa Waziri na uongozi wote kwa jumla, vyuo hivi waviendeleze, kwa sababu vyuo hivi ndivyo ambavyo watoto wetu pale wanapata mafunzo mazuri, yakiwemo mafunzo ya dini yetu, lakini halikadhalika na mafunzo mbalimbali ya amali, na wakitoka pale wanakuwa ni watoto wazuri au ni walimu wazuri ambao wanategemea kuwasomesha watoto wetu walioko katika maskuli mbalimbali. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, nalizungumza hili kwamba na nimeelekea katika kwa upande wa vyuo hivi vya Kiislamu, kwamba vyuo hivi nimesema vizidi kuendelezwa, kwa sababu tunao maulama wetu, tunao mashehe wetu. Mashehe hawa wengine wameshakuwa watu wazima, lakini mashehe hawa wengine
shatangulia mbele ya haki. Kwa hiyo kupitia vyuo hivi niombe sana vizidi kuimarishwa ili tuone kwamba bado tunaendelea kubakia na mashehe na maulamaa katika nchi yetu, ili tuone kwamba dini yetu bado inazidi kuendelezwa, lakini na watoto wetu nao wanarithi kutokana na maulamaa wetu hawa na mashehe wetu ambao wapo katika nchi hii. Mheshimiwa Naibu Spika, sasa naomba niende katika programu ndogo ya uongozi kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri na uongozi wake kwa kuimarisha ulinzi katika maeneo yote ya maskuli ambayo yapo yamejengwa, lakini na zile skuli za zamani pia zote zimewekwa walinzi. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, nampongeza sana Mheshimiwa Waziri kwa hili, na tumeona fedha ambazo amewalipa wale vijana ambao wanalinda katika maeneo yote ya maskuli, yaani vijana hawa ambao wanatoka katika wakala wa ulinzi. Mheshimiwa Naibu Spika, niwaombe sana Mheshimiwa Waziri, lakini wakuu wa taasisi wote ambao wamewaweka vijana hawa kwa ajili ya ulinzi, basi wamsaidie Mheshimiwa Waziri wa Tawala za Mikoa Mheshimiwa Masudi, wamsaidie kupitia wakala wa ulinzi ili vijana hawa wapate malipo, ili na wao wafarajike na waendelee na maisha na familia zao na jamii ambayo inawaangalia. Mheshimiwa Naibu Spika, najua kwamba katika maeneo ambayo wanatoa ulinzi vijana hawa ni kwa ajili ya usalama ya nchi yetu, lakini na yale ambayo wanayalinda. Leo kwa mfano tuna kama sekta za maji ambao vijana wetu wapo analinda. Ni uhakika kwamba hawawezi kwenda mtu yoyote kufanya hujuma katika maeneo yale ya viozeo vya maji na wananchi kupata athari kutokana na maji yale yanakuwa yapo salama na vyanzo vyake vinakuwa vipo salama. Kwa hiyo niwaombe sana waheshimiwa mawaziri na wakuu wa taasisi mbalimbali, muige mfano wa Mheshimiwa Waziri wa Elimu. Ameonesha moyo wa dhati na yeye kwa kuwajali hawa vijana kupitia ulinzi wanaolinda vijana wale. Kwa hiyo niombe kwamba tumlipeni Mheshimiwa Masudi kupitia wakala wa ulinzi, ili asionekane Mheshimiwa Masudi kwamba hasimamii vizuri kupitia hili, na wala tusifanye kwamba tukaonekana kumbe mwenye makosa ni ng'ombe wa nyuma lakini anahukumiwa ng'ombe wa mbele. Kwa hiyo niombe sana mlipeni Mheshimiwa Masudi ili awalipe vijana, na wale vijana na familia ambazo zinawategemea, vijana wanawake, wana watoto na wazazi wao. Mheshimiwa Naibu Spika, mwisho kabisa, kwa niaba ya wanawake wa mkoa wa Kaskazini Pemba naunga mkono hoja kwa 100%. Asante Mheshimiwa.